viongozi wetu wakiongozwa na gavana wetu wa Bungoma, wananchi wa heshima, tumsifu Bwana Yesu Kristo. Mimi nashukuru kuwa hapa siku ya leo kwa hafla hii ya kuchanga pesa ya makanisa. Kwa sababu mimi niko na heshima kubwa sana kwa kanisa. Kanisa ndiye napeleka sisi wote mbinguni. Na kanisa na serikali wako katika level moja. Kanisa ndio wakisema sisi tunasikia na tunafuata vile wao wanasema. Na leo nikikuja nimekuwa nikijiuliza kwa nini Yesu Kristo hajarudi kutuchukua kutupeleka mbinguni. Kwa sababu vile tulikuwa wadogo, kanisa ilikuwa inatuhubiria kwamba Yesu Kristo ako karibu kufika. Sasa hii nimefika miaka karibu 40, bado tunasubiria Yesu hajafika, lakini naona anafika wakati wowote. Kwa hivyo kazi ya kanisa ni kutupatia sisi matumaini. Kanisa ikisema Yesu karibu anafika, sisi tunaamini hivyo na tunangojea. Lakini ile ambayo nimegundua kwa nini Yesu hajakuja ni kwa sababu ya unafiki ya sisi wanadamu. Ni kwa sababu ya hypocrisy ya sisi viongozi. Unapata kama ni chief mwenyewe anakunywa pombe, unapata askari pia ni mlevi, anahangaika na mlevi mwenzake, anaenda kumfunga. Yesu hawezi rudi sahi. Afadhali askari ama chifu akamate mlevi na apeleke kwa kanisa aombewe, aache kuwa ulevi, na yeye pia apige magoti hapo waombewe. Kwa sababu siku yenye parapanda italia kwamba walevi wapange laini hapa, uwe chifu atakuwa mbele, askari atakuwa mbele, hata nimeje maswekesa barasa kwa hiyo laini, nitakuwa kwa hiyo laini. So maneno kama hayo ndiye inafanya Yesu aweze rudi sahi. Jambo lingine ambayo inafanya Yesu aweze rudi sahi, juzi nimeangalia rais wetu ule wa zamani, Rais Uhuru Kenyatta. Alikuwa anawahutubia wa Kenya. Akasema ya kwamba serikali yetu hii ambayo inaongozwa na William Ruto ati haiheshimu vijana wa taifa la Kenya. Na alikuwa anaambia vijana wa taifa la Kenya kwamba vijana wa taifa la Kenya wasimame imara, watetee nchi yetu hii ya Kenya ati kwa kutufukuza sisi kwa serikali. Huyo rais wa zamani Uhuru Kenyatta, wakati yeye alikuwa rais miaka 10, alimteua mzee Mudi Yaori akiwa na miaka 91 kuwa chairman ya Sports Fund. Wakati aliulizwa na Wakenya, mbona umemchagua mzee wa miaka 91? Akasema vijana ni waizi, wako corrupt, wanaiba pesa, kwa hivyo afadhali nichague mzee wa miaka 91 kuliko nichague kijana. Leo hii rais wa zamani akisema anapenda vijana, ule ndio unafisi ambaye inafanya Yesu awezi akarudi saa hii mpaka ule mzee ya zamani Uhuru Kenyatta abadilishe mawazo yako. Sisi kama serikali tumekubali kwamba we can be lectured by anybody from everywhere, ili tuweke bidii tufanye wananchi hawa kazi. Lakini kama wewe ulikuwa na nafasi ya miaka 10 kama rais, tuko na mwingine huko kwetu huko Bungoma anaitwa Eugene Wamalwa. Alikuwa waziri miaka 18. Hakulete maji. Hakutumia nafasi yake kushughulikia jamii yetu, kushughulikia jamii ya Kenya. Lakini saa hii anatupiga lecture vile serikali inafaa kuongozwa, na wao walikuwa na nafasi. Kwa sababu ya unafiki huo, Yesu Kristo hawezi rudi saa hii, kwa sababu akirudi atapata wenye dhambi wengi, atakosa kuchukua watu kupeleka mbinguni. Ndio maana anangoja ndio tubadilishe mawazo yetu ndio Yesu arudi kuchukua. Jambo yangu ya mwisho, watu ya Malaba, mimi sio mtu mzee. Mimi ni kijana ya miaka kidogo. Kila mtu ambaye anaongea hapa, taifa inasonga mbele kwa kutokuwa taifa ya ukabila. Wakenya wengi leo hawana kazi, sio kwa sababu hawajahitimu, lakini kwa sababu ukienda kufanya interview, mwenye kufanya interview
anakuitisha kitambulisho. Akiangalia wewe ni Mluya, kama yeye ni Mjaluo, anasema you are not qualified. Akiangalia kitambulisho, kama wewe ni Mjaluo, yeye ni Mluya, anasema you are not qualified. Akiangalia kitambulisho, kama yeye ni mtu kutoka Pwani na wewe ni Mkikuyu, anasema you are not qualified. Kwa hivyo vita dhidi ya ukabila haiwezi isha Kenya hii yetu mpaka tubadilishe kwamba ukienda kutafuta kitambulisho ya kitaifa hakuna haja ya kuuliza wewe ni wa kabila gani, kabila yako iandikwe kwa kitambulisho yako. Inji ambayo inatambulika kwa makabila, inji hiyo haiendi pala popote. Na saa hii tutamkumbuka Rais William Ruto kwa kitu kimoja, kwa kuunganisha Kenya, kwa kuunganisha makabila yote, na kwa kupenda vijana. The only way you can love our young people is to ensure that you provide the resources that will support the training of our young people, so that our young people can have the requisite training to engage in various issues, so that they can afford to put food on the table, so that they can feed their family. Jambo yangu ya mwisho, mimi nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa na maono na mheshimiwa wenu, Mheshimiwa Malulu Injendi. Tulikuwa na maono ya kubadilisha sheria ambayo serikali inatumia ili kuwapatia wale wazee wa miaka 60 na zaidi pesa ya cash transfer. Tulikuwa na maono na Mheshimiwa Malulu Injendi. Tulikuwa tumeanza kuandika bill pamoja na yeye ili tubadilishe formula ambayo serikali inatumia kupatia pesa ya wazee, iitwe vulnerability bill, na tuweke pale takwimu ambayo serikali itaangalia kujua huyu anahitaji kupewa pesa ya serikali na huyu hahitaji. Kwa sababu unaweza kuwa na miaka 60 lakini wewe baba yako ni mjumbe, kijana yako ni mjumbe, haufai kupata hiyo pesa. Unaweza kuwa na miaka 82 kama ile ya Raila Amolo Odinga, lakini yeye alikuwa prime minister, ako na mali nyingi, hafai kupata ile pesa ya wazee. Tulikuwa na maono na Malulu Injendi kubadilisha kwamba hata kama uko na miaka 30, wewe ni mama uko na miaka 50, wewe ni mzee uko na miaka 40, hijafika 60, lakini kwa sababu ya uchumi mbaya ukiangalia ukitembea unakaa kama mtu ya miaka 85, tukasema wazee kama hao waongezwe kwa ile program ya cash transfer, wapatiwe pesa ya serikali. Tulikuwa pia na maono na mjumbe yenu kwamba kwa yule mpango ya pesa ya wazee tuongeze wamama wajane. Na sio tu wamama ambao wazee wao walikufa peke yao. Kuna wamama wengi hata hapa Malaba wako wazee hawajakufa, wako hai, lakini nyumbani huwa hawaonekani nyumbani. Wamama hao watambuliwe kama wajane na wasaidiwe kwa pesa ya serikali ya kusonga mbele. Sasa nawaomba mkienda kupiga kura ya kuchagua mjumbe ambaye atakuja kuchukua viatu ya Malulu Injendi, munipatie mjumbe ambaye tutashikana na yeye ili tuendeleze hiyo bill mpaka ishinde, ndio Kenya hii yetu ibadilike. Mungu awabariki watu ya Malava. Niko na shilingi yangu shilingi 1,100.